Na mtazamaji wa Faida Online TV, wakati watu wakienda kusherehekea sikukuu ya Christmas na mwaka mpya wakiwa huru kabisa, tena wakiwa na furaha za kutosha, kuna baadhi ya watu wanaenda kusherehekea sikukuu hizo wakiwa gerezani, tena wengine wakiwa wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa. Mahakama ya Tanzania kanda ya Mtwara imemhukumu kunyongwa hadi kufa ndugu Charles George Valentino mwenye miaka 25, mkazi wa kijiji cha Nangola wilaya ya Nachingwea katika mkoa wa Lindi, baada ya kumuua dereva bodaboda aitwaye Shija Juma Mkama mwenye umri wa miaka 18, mkazi wa kijiji cha Mtunguru wilaya ya Newala katika mkoa huu wa Mtwara, kisha kumchukulia pikipiki pamoja na simu yake na kutokomea nayo. Faida Online TV, watu wa field pass na hiana, tumpata nafasi ya kuzungumza na kamanda wa polisi katika mkoa wa Mtwara SSP Isa J Suleiman akithibitisha kutokea kwa tukio hilo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kukumbusha kusubscribe, ku like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Tarehe 11/12/2025 Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mtwara imemhukumu kunyongwa hadi kufa Charles George Valentino mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa kijiji cha Nangola tarafa ya Nambambo wilaya ya Nachingwea mkoa wa Lindi, baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya Shija Juma Mkama mwenye umri wa miaka 18, dereva wa bodaboda mkazi wa kijiji cha Mtunguru wilaya ya Newala. Mtu hatiani alitenda mauaji hayo tarehe 20/2/2024 katika kijiji cha Mchedebwa Mashambani wilaya ya Newala. Ni kwamba marehemu na mtuhumiwa walikuwa wanafahamiana kabla ya tukio hilo. Mtu hatiani alimkodi marehemu kwa ajili ya kumpeleka wilaya ya Nachingwea. Kabla ya kuanza safari ya kuelekea Nachingwea, mtu hatiani alimwomba marehemu ambaye alikuwa bodaboda wapitie shambani kwa ajili ya kuchimba mihogo ya kwenda nayo Nachingwea. Wakiwa njiani kuelekea katika kijiji cha Mchedebwa Mashambani, mtu hatiani alisimamisha pikipiki, kuchukua kisu, kumchoma marehemu sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha majeraha yaliyopelekea kifo chake, kisha kutekeleza mwili wa marehemu mashambani. Baada ya mauaji hayo ya kikatili, mtu hatiani aliondoka na simu pamoja na pikipiki ya marehemu na kukimbilia wilaya ya Nachingwea mkoa wa Lindi. Jeshi la polisi lilianzisha uchunguzi wakati huo na kumsaka na kumtia mikononi, ambapo hukumu hiyo imetolewa mbele ya Mheshimiwa Martha Mpaze, jaji wa Mahakama Kuu kanda ya Mtwara. Katika hatua nyingine, mahakama ya wilaya ya Masasi mkoani Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 60 jela ndugu Azizi Yahya Omari maarufu kama Rap Baba Nyoko, mkazi wa kata ya Mkuti Masasi katika mkoa wa Mtwara, mara baada ya kumbaka mtoto wa kidato cha kwanza mwenye umri wa miaka 15. Mnamo tarehe 17/12/2025 mahakama ya wilaya ya Masasi mkoa huu wa Mtwara ilimhukumu kifungo cha miaka 60 jela Azizi Yahya Omari maarufu kwa jina la Rap Baba Nyoko mwenye umri wa miaka 55, mkazi wa Mkuti juu wilaya ya Masasi, baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka na kumsababishia ujauzito mwanafunzi wa kidato cha kwanza jina tunalihifadhi mwenye umri wa miaka 15, mkazi wa Mkuti. Mtio hatiani alitenda kosa hilo tarehe 5/2/2024 katika mtaa wa Madaraka kata ya Jida wilaya ya Masasi, baada ya kumvizia mhanga akiwa anatoka dukani, kumvuta kwa nguvu, kumwingiza porini, kisha kumfanyia kitendo hicho cha udhalilishaji ambacho kilipelekea kupata ujauzito. Basi nichukue nafasi pia kutoa wito kwa wazazi na walezi wa watoto kutowaacha, kwa sababu tunaelekea kwenye sikukuu kesho, kutowaacha watoto kwenda katika kumbi za maeneo mengine na maeneo mengine mbalimbali ya starehe bila kuwa na uangalizi, ili kuepuka watoto wadogo kupotea, kupata ajali au kufanywa vitendo vya kikatili na udhalilishaji ambavyo vinaweza kuhatarisha afya na maisha yao. Pia watoto wasiachwe peke yao au kwenda peke yao bila uangalizi, au mtoto mmoja kufuatanishwa na kundi kubwa la watoto wenzake, hasa katika masuala ya usalama barabarani. Mwisho nichukue nafasi hii kuwaomba sana wananchi wa mkoa huu wa Mtwara kuendelea kutunza amani ambayo tumekuwa tukitunza sisi kama wananchi, kushirikiana na jeshi la polisi
na kuwa wepesi katika kutoa taarifa kwa viashiria vyovyote vinavyoashiria uvunjifu wa amani katika mkoa wetu. Na mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.